Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu, yaani talanta 3,000 za dhahabu na dhahabu ya Ofili, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi ya kila namna zitakazofanywa kwa mkono wa mafundi. Ni nani basi ajitoe kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Ndugu zangu, nataka nimekomea mstari ule wa 5, lakini taendelea tena, lakini tunataka tuangalie nguvu ya sadaka. Waandika, somo letu ni nguvu ya sadaka, vitu ambavyo vimo ndani ya sadaka. Sadaka ni toleo kabisa ambalo ni la hiari, toleo tu ambalo ni la hiari, linalotolewa mbele za Mungu na watu wanaotegemea Mungu atafanya kitu katika maisha yao. Na sadaka ndina kufungamanisha na Mungu moja kwa moja, inakuweka ufungamane na Mungu, inaleta bondi. Ni fungamano la moja kwa moja na Mungu ambaye unayemtolea sadaka. Sadaka ni kitu cha msingi sana. Ukisoma Zaburi 50 mstari wa 5, Biblia inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Neno dhabihu pale limesimama badala ya sadaka, sadaka inayosimamia uhai wako. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Sisi tunayo dhabihu kuu ambayo ni ya Yesu mwenyewe pale msalabani. Ile ni dhabihu ambayo imetuunganisha na Mungu wetu. Ile ni dhabihu kuu sana. Yaani mambo ya msalabani pale, damu ikamwagika, agano jipya likaanza kupitia damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, sio damu ya mnyama. Kwa hiyo nataka nizungumze kitu ambacho kitaweza kutusaidia, kilichovusha wengine katika maisha yao. Na utoaji wako ili uinue maisha yako, lazima uende kwa kanuni ambazo zinazoweza kuinua maisha yako, huduma yako, kuwepo kwako duniani.
Shangilie basi Bwana Yesu, fundi mitambo hapo. Hapo sawa. Kwa hiyo kitu kinachoweza kuunganisha maisha yako na maisha ya Mungu, uhai wako na uhai wa Mungu, ni kutokana na ushirika ulionao unaomshirikisha Mungu kwa hiari, kwa upendo, kwa shukurani, kwa moyo uliofunguka. Usitoe kitu kwa moyo wa kujikunja. Hata kama Mungu amesema na wewe, mthibitishe kwanza Mungu. Achilia kitu unachokimiliki kwa kanuni za kimungu, kwa sababu tayari umeshaingia kwenye kanuni za Mungu. Hakikisha ya kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kanuni ya kwanza, ili utoaji wako uweze kuinua maisha yako, lazima uweze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unamsikiliza sana Roho Mtakatifu. Sadaka ni matoleo ambayo hayana kiwango. Ni kitu ambacho unakipanga wewe kwa namna jinsi ambavyo Mungu amekupa pumzi, Mungu amekupa uhai. Wengine hawana nafasi ya kuja kuabudu Mungu katika roho na kweli. Wewe umepata nafasi. Wakati mwingine umepiganiwa, hata wakati mwingine umepiganiwa ajali, unaiona hapo, lakini Mungu anakunusuru na ile ajali. Watoto wako wanakwenda vizuri, unamuomba Mungu, Mungu anakujibu. Wewe ni nani hata kuwepo kulindwa mpaka siku ya leo? Kwa hiyo inatakiwa uwe na kitu ambacho unakuwa nacho kutoka ndani ya moyo wako. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Jambo lingine, uwe unatoa kitu kutokana na maisha ulivyojidhabihu mbele za Mungu, maisha yaliyojidhabihu kwa Bwana, kama jinsi ambavyo Rumi 12 mstari wa kwanza anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Naona. Kwa hiyo maisha yako yawe dhabihu, na unachokitoa kiwe dhabihu. Wewe umejidhabihu kabisa kwa Mungu. Uhakikishe ya kwamba uko umejiachilia kwa Bwana. Akikwambia kitu unakitekeleza, lakini unakithibitisha. Kwa hiyo neno dhabihu, ukilifuatia neno dhabihu katika Biblia limerudiwa mara zaidi ya 200. Zaidi ya 200. Kwa hiyo ni neno ambalo ni la msingi. Na dhabihu ni sadaka inayosimamia uhai wako, inayosimama baadaye ya uhai wako. Dhabihu ni sadaka inayosimamia uhai wako. Dhabihu ni zaidi ya sadaka ya kawaida. Dhabihu ni kitu ambacho kinasimamia badala ya uhai wako. Kama jinsi ambavyo walivyokuwa wanatoa sadaka za kuteketezwa, wakimtoa yule mnyama, damu ikamwagika, inafunika dhambi, lakini kwa sababu uhai umemwondoka yule mnyama, yani badala ya wewe kufa kutokana na makosa yako yanaenda inafunikwa na damu ya huyo mnyama, alafu uhai ambao ilitakiwa uutoe anautoa yule mnyama, wewe unakuwa umesalimika. Kwa hiyo ile ni dhabihu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa umejidhabihu mbele za Mungu kama Yesu alivyojidhabihu akafa badala yetu, na sisi tukamleta Yesu katika maisha yetu akakaa ndani, na sisi tunakuwa ni dhabihu mbele za Mungu, lakini tunakuwa tunatoa sadaka au tunatoa dhabihu, yani vitu ambavyo vya kumkopesha Mungu. Kwa mfano, nilikuwa nimepanga kutoa sadaka shilingi 2,000, lakini nikatoa sadaka shilingi 3,000. Shilingi 2,000 ndilikuwa lengo langu ambalo nilikuwa nimeona kwamba nimbariki Bwana, nimshukuru Bwana katika wiki hii nzima, siku hii ya ibada kuu ya Jumapili, basi nimbariki Bwana kwa shilingi 2,000. Lakini katika kuendelea na kumwabudu Mungu,
Nikastukia naguswa na Roho wa Mungu kwamba lazima uongeze hapo. Najua kwamba vilivyokuwa vimesalia ni vyako na taratibu za familia na kila kitu ambacho kitakachokuwepo, lakini unakitoa kile unakiongeza kwenye sadaka yako. Kwa hiyo ile shilingi 1000 inakuwa ni dhabihu, kwa sababu ilikuwa iendelee kusimamia bajeti zako, bili zako, maisha yako. Badala yake umeichukua, umeipeleka kwa Bwana. Kwa hiyo ile ni dhabihu. Mmenielewa watumishi wa Bwana? Kutenganisha sadaka ya kawaida na dhabihu. Dhabihu ni kitu ambacho kilikuwa kisimamie bajeti zako, maisha yako yaendelee, familia yako iendelee, vitu ambavyo vilikuwa vifanye visimamie maisha yenu, visimamie maisha yenu au hai wenu. Badala yake unakichukua kwa sababu umesikia sauti ya mwongozo wa Mungu, umekiongeza pale, kile kinakuwa ni dhabihu. Na hicho kitu kinapokuwa dhabihu, maana yake kinakuwa ni deni mbele za Mungu. Itakuwepo baraka ya sadaka ya kawaida, kazi ya sadaka ya kawaida, lakini itakuwepo na marupurupu ya dhabihu, kwa sababu umemsurprise Mungu, umeitikia kwa ghafla na umethibitisha na umetenda tendo lile kwa imani na kwa utii mara moja, kwa sababu umefanya mambo ambayo yasiyokuwa katika viwango vyako au mipango yako, ni zaidi vile umemkopesha Mungu. Bwana atakusurprise kwa sababu umemsurprise. Haya ndiyo mambo ambayo Daudi alikwenda nayo, ikamshangaza Mungu sana. Tunapokuja katika eneo hili tulilolisoma, anasema kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu akali Bwana amemchagua peke yake, lakini angali mchanga au akali mchanga mororo, mtu ambaye hajatembea kwa stamina na Mungu kwa muda mrefu, bado ni mchanga katika mambo fulani ambayo ni ya kitumishi. Namuona hajachakazwa, ni mororo, hajachakazwa na mambo ya kitumishi na mambo ya huduma. Unajua mambo ya huduma yana mapito yake, yana ujuzi wake, yana hali yake. Sasa hii kazi anayokwenda kuifanya ya nyumba, hii ni nyumba ya enzi, nyumba ambayo ni kuu. Sasa huyu ni mtoto, bado ni mchanga, lakini sasa basi kwa uwezo wangu wote, yaani Daudi akasema basi kwa uwezo wangu wote nimemwekea akiba Mungu nyumba, nimemwekea akiba, nimewekea nyumba ya Mungu akiba dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Maana yake ni kwamba huyu Daudi alikusanya vitu, hata kama wameenda kwenye nyara, kama vitu vinakuja vya nchi, atavitoa kwanza vitu fulani kwa ajili ya nyumba ya Bwana, vinavyojumlisha eneo la utawala wake, eneo la uongozi wake, anavitoa kwa Bwana ili kuibarikisha nchi ile, taifa lile. Lakini kuna vitu vyake hata kama hivyo ambavyo amevibarikisha kwa ajili ya nchi, bado tena hata kwenye familia anapofika, anasema hivi, nimepewa kama fungu la kulinda familia yangu kama kiongozi, kulinda familia yangu. Bado akipewa vya familia yake, vikiwa vimetengwa vya familia, anachukua sehemu, anaweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Kwa hiyo hivi ndivyo anasema kwamba nilivitenga kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Lakini ukisoma mwishoni mstari wa 5, kwenye mstari wa 5 pale, ukisema kwenye mstari kuanzia wa 5 au mstari ule wa 4, mstari wa 3 tuseme, mstari wa 3, nami tena, anasema nami tena, kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku. Yani aliweka shauku ni ari, aliweka shauku na wivu wa Bwana humo ndani. Kwa kuwa nimemwekea Mungu wangu shauku, nami ninayo hazina yangu mwenyewe, as a personal. Sio vitu vya familia, sio vitu vya taifa,
sio vitu vya magrupu. Unajua kuna wakati mwingine tunaweza tukakaa, kwa mfano wazee wa kanisa wakawa na mambo yao, wakaona katika sisi kama viongozi tunaweza tukafanya kitu fulani. Haya, kakotoka pale, haya wakienda kwenye familia, vitu utakavyovifanya katika familia wanapata hapo. Labda kama yule mzee wa kanisa tena ni fundi, katika mafundi wakijumlisha hapa atakachopata kutoka kwa mafundi kinakuwepo. Sasa hicho kinakuwa kimegusa watu wengi, makundi mengi, hata kinaweza kikagusa taifa pia. Hayo ndio aliyoyafanya Daudi. Lakini Daudi pia akafanya kitu ambacho kinahusika na yeye mwenyewe. Kitu hiki ni cha kwangu, ni halali yangu. Hiki ni changu. Hata kama nilikuwa nataka nikanunue nguo yangu nitakayoivaa mimi, naahirisha nguo yangu, nimepangiwa kabisa hivi ni vya kwako kama wewe. Lakini bado akaweka akiba kwenye vitu vya kwake. Shangilieni Mungu. Shangilieni Mungu. Mshangilie Mungu. Tunajifunza siri. Daudi hata kama amepata kitu kutoka katika kundi, yani kimetoka katika kundi la ufundi kwenye vita, mambo mbalimbali, ikihusiana imetokea kwenye kundi lile, anapata baraka ya kundi, basi unakuta kwamba anatenga kitu. Halafu vya kwake yeye mwenyewe. Unajua kuna vitu ambavyo vya kwako unaweza ukafanya kazi kama wewe, au wakati mwingine ni vitu tu umepata baraka, lakini ni vya kwako kama wewe, ambavyo ulitakiwa uweze kuvitumia kama wewe. Bado akasema nimeweka shauku kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Sitatenga vitu vya familia tu, sitatenga vitu vya taifa tu, sitatenga vitu vya makundi tu, natenga na vitu vyangu binafsi. Huu ni moyo ambao ni wa pekee, uliokuwa unasoma moyo wa Mungu, na anataka kuupendezesha moyo wa Mungu kwa imani na kwa matendo. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kabisa. Sasa mstari wa 5 ndipo anasema, ametamka pale, lakini mwishoni pale anasema ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana. Kumbe matoleo yanatusaidia pia kujiweka wakfu. Yaani mimi nimefanya hivyo, hata chochote nitakachokipata kwenye maeneo mbalimbali nilikuwa natenga, naweka kwenye akiba. Lakini kuna vitu vyangu pia binafsi ambavyo ni vya kwangu mimi kama mimi, navyo nimemtengea Mungu akiba kwa ajili ya nyumba hii. Sasa akauliza kati ya viongozi waliokuwepo pale, waliokuwa wamekwenda pamoja naye kwenye nyumba ya wamekwenda pamoja naye katika eneo lile, akasema ni nani kati yenu anayeweza kusindikiza, anayeweza kutoa, na yeye ahesabiwe katika baraka hizi. Na ndio maana kuna wakati mwingine mtu anapotoa shukrani, si huwa tunasindikiza jamani? Kanuni hii ni kanuni ya kibiblia. Kwa hiyo ni nani kwenu mwenye moyo wa kupenda, moyo wa kujitoa, afanye kwa moyo wa hiari ili ajiweke wakfu kwa Bwana? Yaani kumbe matoleo yanatusaidia kujiweka wakfu, yaani kujisimika kwamba mimi ni mali ya Bwana, mimi nitafanya kazi ya Bwana, mimi sitaenda pembeni, lakini mimi nitamsikia Bwana, nitamtumikia Bwana, nitamhudumia Bwana. Yaani unajiweka wakfu, yaani unajitenga na mambo mengine, kuhudumia harusi kuliko kazi ya Bwana, kuhudumia mambo. Kuna mtu mwingine harusi kipaumbele, harusi kimwambia kutoa kwenye harusi kwa sababu kuna kula hapo, yuko tayari atoe mamia malaki, lakini kazi ya Bwana
mpaka upate jeki ya mafundisho. Lakini hebu jishangilie, sio hapa, ni huko Moroko. Ni Moroko. Sisi tuko vizuri jamani. Hebu shangilie Mungu wetu. Mimi ninapoona vitu kama hivi, tunamwambia tu Mungu, angalia tulikotoka na sasa tulipo. Angalia Bwana, hatujatembea hivi, wewe ni shahidi, tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Tunamwambia tu, alafu unamwambia una haki, una ujasiri wa kusema Mungu nibariki. Si kitu kinaonekana jamani, hebu mshangilie Bwana Yesu. Na mimi nasema mbarikiwe, mbarikiwe mara 100. Mungu awainue. Sasa sikiliza hapa kanuni. Hiki ni kitu ambacho ni cha hiari yako. Hiki ni kitu ambacho tunakitoa hapa, tunampa Bwana. Alafu baada ya matamko yale, maombi yale, Bwana anakuwa amepokea kwa imani. Unakiacha hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana anakwenda anafanya kazi yake kama anavyotaka. Wewe unafikiri alikuwa na shida sana Mungu kumtaka Isaka? Alikuwa na shida sana kwa Ibrahimu? Kwani hana watoto? Kwa nini anataka mtoto ambaye tena ni wa kipekee? Alafu amesubiriwa miaka 25, kijana na miaka 17, angalau anaweza kafanya kazi, alafu akaweza kusaidia hata wazazi. Sasa leo hii Mungu anamwambia, nitolee mwanao wa pekee umpendaye. Tena usafiri mwendo wa siku 3, kilomita zaidi ya maili zaidi ya 60, atembea mtu kwenda kuabudu, kwenda kutoa. Halafu mahali alipotolea ile sadaka kwa moyo mzuri, ndio mahali ambapo balikuja pakanunuliwa na Daudi baadaye. Halafu hapo kwenye mlima huo Moria, ndio hapo panajengwa bahekalu. Pamekuwa kitovu cha Mungu kuabudiwa dunia nzima. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akakwambia usitoe sadaka mahali popote pale. Yaani mahali popote. Toa mahali ambapo unapoabudu. Hebu mmoja tusomee Kumbukumbu la Torati 12 mstari ule wa 6. Unaweza kuanzia mstari wa 5 wa 6 hapo. Toa mahali unapohudumiwa. Toa mahali unapohudumiwa. Kama wewe ni mgeni, umefika umehudumiwa, hapo unatoa sadaka. Lakini huwezi ukatoa anywhere. Na kama umesafiri, umekuwa mgeni, unatoa huko kule ambako ibada imekukuta. Lakini kuna vitu pia vinavyotakiwa kuonyesha ushirika wako. Kwa mfano, sifa za ushirika: 1, uwe umeokoka; 2, unahudhuria ibada; 3, uwe umebatizwa katika maji mengi na umebatizwa katika Roho Mtakatifu ili uwe mshirika; namba 4, uwe mtoaji wa zaka, kwa sababu zaka ni kanuni ambayo imewekwa hapo, ni mali ya Mungu, ile ina taratibu zake, ile inaonyesha sifa za ushirika wako. Lakini sadaka popote pale utakapokuwepo unaweza ukatoa pale ulipohudumiwa. Karibu. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 16. Nitasoma. Amen. Lakini msiile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 6. Sorry. Nitasoma. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa, na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu, na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na kondoo. Hayo ni mambo ya malimbuko. Hayo ni kitu kingine. Lakini leo nataka nizungumzie sadaka tu ya hiari. Asema pelekeni huko. Mstari wa 5
Rudi kidogo mstari wa 5. Mstari wa 5, Biblia inasema, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wenda huko. Mstari wa 6, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu. Inatosha. Kwa hiyo tunataka kwamba pale ambapo Bwana amepachagua, popote pale ambapo ibada yako itakapokuwepo hapo, kwa hiyo hakikisha unakaa vizuri. Sasa akawaambia, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Ndipo wakuu wa mbari ya mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia, yani pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme, wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta hizo, utaweza kuona hapo mstari wa 8. Na wale walionekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgershoni. Ndipo watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Jamani, sadaka haitakiwi utoe kwa huzuni, na matokeo ya kutoa, utakapokuwa umetoa kitu ambacho Mungu amekwambia, ikiambatana na furaha, ujue hiyo sadaka inakwenda katika hali ya kukubalika. Ukiangalia aliyejikunja Kaini akajikunja sana, lakini Habili alitoa kwa furaha na kukapatikana kibali kikubwa. Kwa hiyo tunaona ukitoa kwa hiari yako mwenyewe, wakamtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako, ufalme ni wako Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Lakini mstari wa 12 nitaendelea, utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako muna uweza na nguvu, tena mkononi mwako muna kuwatukuza na kuwawezesha wote, kuna kuinuliwa, kutukuzwa tena. Basi sasa 13, basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. 14, lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata twaweza kutoa kwa hiari hivi? Kwa hiyo ile hiari inatakiwa ijifike sehemu, yani inakuwa ni kama hali ya burudiko la moyo kabisa, kwamba tumefanya kama kwa Bwana. Sisi ni mali ya Bwana na mali tulizonazo ni za Bwana, lakini pamoja na kwamba amezipitisha hapa, sisi ni mawakili tu, na Mungu tumempa aliyeturudisha ili tuvipande, halafu Mungu aweze kufanya vitu vikuu tena na tena. Kwa hiyo akasema, kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea, tena vimerudi kwako. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote, na kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji la kukaa hapana, yani la kukaa milele na milele hapa duniani hapana,
lakini tutakuwa na milele inayokuja. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tulioiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Yaani unajua ufahamu wa Daudi uko juu sana. Bwana asifiwe sana. Toa, fanya tendo lolote la kimungu kwa ufahamu wako. Pale unapofikia ufahamu wako na imani yako, ndio utafanya vitu vya Mungu. Imani ikiwa ndogo, utafanya hapo hapo kwenye kiwango hicho. Lakini ufahamu wa neno ukiwa mkubwa, utaomba kwa ufahamu ulioufikia. Utatembea na Mungu kwa ufahamu ulionao. Utatoa kwa ufahamu ulionao. Utachanga michango kwa ufahamu ulionao. Mnanielewa tumishi wa Bwana? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo Mungu anataka atusaidie. Mungu hawezi kubariki mikono mitupu. Kumbukumbu la Torati, hebu soma hapo 16 mstari wa 16. Huwezi ukaenda mbele za Mungu kwa mikono mitupu ukadai baraka ukabarikiwa, kwa sababu utakuja ikamilisha ile ibada. Yaani kila mtu mwenye nia hukubalika na alivyo navyo. Level yako hiyo itembeze hapo, panda tena juu, endelea juu, Mungu atakusaidia. Hebu soma Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 16. Ndio. Biblia inasema, mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako, mahali atakapopachagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kwa hiyo kwa wana wa Israeli katika zile sikukuu zilikuwa ni ibada. Hata kama watu wametoka mbali, walikuwa wanatakiwa watokee mbele za Bwana kwa sikukuu, yani matukio mbalimbali. Lakini pia kulikuwepo na ibada zao ambazo kila jioni, kila usiku, kila wanapokusanyika. Lakini mara 3 katika sikukuu ziliruhusiwa, hasa sikukuu ya vibanda, sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya Pentekoste au ambayo ilikuwa ni ya mavuno au ya majuma. Kwa hiyo hizo zilikuwa sikukuu kubwa, japokuwa zilikuwepo sikukuu 8. Sasa 3 zilikuwa ni kubwa, ni lazima wakusanyike. Sasa wanapokusanyika wasitokee mikono mitupu, kwa sababu kuna kukamilishwa ibada yako, kuna kuthibitisha maneno uliyoyasema kwamba nampenda Mungu, huyu nitamwabudu. Ibada ni kusema ibada. Unapomfanyia Mungu ibada, manake wewe ni wa kwanza. Wewe kwangu, wewe ni kitovu. Wewe kwangu ndiye wa pekee. Nitakuabudu wewe, nitakutumikia wewe. Ya unapomwabudu Mungu hapa ni kama unakiri. Sasa unapokiri kwa kinywa chako, wewe ni wa kwanza, wewe ni wa kipekee, hakuna aliye wewe, wewe ndiye Mungu wangu, sina Mungu mwingine. Hata kama ninapitia changamoto, bado unabaki wewe ni Mungu. Hiyo ndio maana ya ibada. Bwana asifiwe sana. Sasa baada ya ukiri ule na kutolea shukurani, kuyathibitisha maneno yangu kwamba wewe ni wa kwanza, hata kama watu wengine wanaabudu miungu mingine na kuambiwa lete kuku, lete hiki, na wanatafuta, wanaabudu, lakini wewe ndio pekee nitakuabudu. Hata kama ukiniambia nitoe kuku, nitatoa mavazi, nitatoa fedha, nitatoa matunda, nitatoa mboga, nitatoa chochote, kwa sababu wewe ndiwe wa kwanza. Sasa yale maneno yale unakuja na ya simenti, unayafanya yanakuwa na gundi. Gundi yako ni ile kuachilia ulichonacho, ulichokitenga, kuonyesha hiari yako, upendo wako, furaha yako, jinsi unavyomfurahia Bwana. Ni mali yake, lakini unavipanda tena kwa Mungu
vifanyike mbegu, akubariki tena. Yaani huwezi ukabarikiwa hata mbegu kama haijadondoka katika shamba. Huwezi ukasema kwa imani, lakini hujadondosha hapo mbegu ya mtama, kwa imani nina mtama. Haiwezekani. Kanuni tu ya kawaida inayotufundisha vitu vya kawaida vya kupanda na kuvuna. Kwa hiyo sasa, hakikisha unapofanya chochote kwa mtu, umeongozwa kumpa mtu kitu, maana yake unakitoa kwa Bwana lakini kupitia yule mtu. Ukishakiachilia, basi Bwana tayari amekusoma vizuri, kwa sababu utoaji ni tendo la upaji, tendo la kuachilia kitu ili kuleta utoshelevu wa mahitaji yaliyopo, kuleta utoshelevu wa mahitaji yaliyopo, kuachilia kitu. Umeambiwa pale unaguswa, gusa maisha yale na nguo zako, gusa maisha yale na kitu fulani, gusa maisha yale na kiatu, gusa maisha yale na kitu fulani. Unakwenda unakifanya kile kitu, unaleta utoshelevu kwa jinsi ulivyoongozwa na Roho wa Mungu. Lakini pia utoshelevu kuletwa kwenye kazi ya Mungu, kama Daudi alivyoona. Mungu hawezi kukaa kwenye mahema wakati sisi tunakaa kwenye nyumba. Akaomba, hapana, Mungu nataka nikujengee. Bwana akamwambia, umekuwa mtu wa vita, umemwaga damu mno. Hii nyumba inatakiwa ijengwe kwa amani. Mwanao Sulemani atajenga. Anafika leo, kama angekuwa mtu mwingine angeahirisha hata akiba zake. Anasema kama wamemchagua mtu mwingine, naye asumbuke na mambo yake. Lakini Daudi mwenye shauku na Bwana na moyo wa Mungu, akaweka akiba ya familia, akiba ya taifa, halafu pia akiba zake binafsi kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Mimi nasema mtu yeyote anayejishughulisha na nyumba ya Mungu, huo ni mtaji mkubwa. Huo ni mtaji mkubwa. Yani kwanza Mungu atakuongezea miaka. Bwana atakubariki, utabarikiwa mara 100 hapa, utabarikiwa kwenye uzima wa milele, utapewa thawabu, utapata taji, utakuwa na ujasiri duniani, miujiza utakuwa nayo. Kuna vitu vingine ambavyo kama magonjwa yatapeperushwa huko, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unashirikiana na Mungu. Angalia mstari wa 28, mstari wa 28 katika eneo hili, mstari wa 28 anasema, akafa mwenye umri mwema. Yani Daudi akafa mwenye umri mwema, ameshiba siku. Yani Mungu alimshibisha na siku zikajaa, zikashiba. Ameshiba mali, kwa sababu mali zake, kila mali alihakikisha anaitambulisha kwa Mungu. Kilicho cha Bwana anampa, kilicho chake anabaki nacho. Hakikuandikwa, hakutumia mali zozote pasipo kumkumbuka Mungu aliyemfanikisha hizo mali. Mali yoyote alimtambulisha Mungu kwamba we Mungu ndiye umeileta hii mali. Kwa hiyo wewe ni wa kwanza. Alitoa vya Mungu kama alivyokuwa, kama Torati ilivyokuwa inaagiza, na sisi jinsi tunavyoagizwa inatakiwa tufanye hivyo. Lakini akawa na heshima, akashiba heshima, naye Sulemani mwanawe akamiliki badala yake. Kwa hiyo huyu alishiba heshima. Unapomtumikia Mungu kwa namna hii, unaheshimika na Mungu. Mungu anaweza akasema juu yako, Mungu umemwangalia Ayubu, mtumishi wangu, huyu ni mtu ambaye ni mchaji, ili uonyeshe kwamba unamcha Mungu, umejitenga kwa ajili ya mambo ya Mungu. Bwana, lazima umtumikie Mungu, unajishughulisha na mambo ya Mungu. Kilichokufa hakiwezi kuongea, hakiwezi kujishughulisha. Kama umekufa kwenye eneo la utoaji, eneo la sadaka, huwezi kuwa hai kwenye eneo hilo. Unafutwa kwenye hiyo bustani, unafutwa kwenye hiyo neema, unafutwa kwenye eneo hilo, kwenye chumba hicho, kwenye eneo la baraka wanakufuta. Utapata baraka zingine za kawaida, za kawaida, lakini sio kwa za kawaida zinazotokana na utoaji. Huwezi ukapata,
Kornelio ilimsaidia kupata wokovu. Kornelio ilimsaidia kupata Roho Mtakatifu. Utoaji na maombi. Kwa hiyo utoaji wako uwe umejidhabihu, uongozwe na Roho Mtakatifu, alafu utoke moyoni. Usitoe mradi unatoa, utoke moyoni, upange moyoni. Alafu utoaji wako kiwe ni kitu kilicho kizuri. Tafuta hela iliyo nzuri, ng'ombe aliye mzuri, mbuzi aliye mzuri, kondoo aliye mzuri, chochote utakachoambiwa, nguo iliyo nzuri, iliyo bora. Usitoe vilivyo chaka vilema. Utakuwa kama humheshimu. Kwa hiyo utoaji wako uwe na lengo, uwe na malengo, alafu ufanyike kwa imani. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ameweka agano na watu. Sadaka ni kitu muhimu sana katika kuhakikisha masuala yako ya kiroho yanakuwa vizuri na yanaendelea vizuri. Hii ndiyo ina hakiki. Yaani sadaka yako ikikubalika, maana yake Mungu anakukubali. Kuna eneo la kukubaliwa na kuna eneo la kukubali vitu unavyovifanya. Biblia inasema ya kwamba akamkataa Kaini kwa sababu ya tabia zake na akakataa sadaka zake. Kwa hiyo kuna mtu jinsi anavyotembea na Bwana na kitu anachokifanya. Bwana asifiwe. Yaani natamani wote tubarikiwe, wote na tunabarikiwa na tumeshabarikiwa. Mwenye imani na aendelee na imani. Bwana asifiwe sana. Umebarikiwa. Ukiwa na uhai tu tayari ile ni baraka. Unaweza ukafanya vitu visivyokuwa vya kawaida. Uwe na maono. Kati ya mambo ya msingi sana katika kanisa na katika huduma na katika maisha ya kiroho ya Mkristo, mojawapo ni sadaka. Nayo ni moja ya kitu ambacho ni cha muhimu mno. Watu wanapopata ufahamu namna hii wa kutoa sadaka na kujua jinsi ya kutoa sadaka na kujua jinsi ya kutoa inavyofanya kazi na kuchukua hatua kumtolea Mungu, ni dhahiri kwamba maisha yao lazima yabadilike kabisa. Hakuna anayejishughulisha na mambo ya Mungu. Mimi sikwambii ukazoezoe mambo yako, vitu mali zako bila utaratibu. Hapana, Mungu ni Mungu wa utaratibu. Kaa kwa hiari. Unatenga kitu gani kwenye ibada zako kukamilisha ibada zako? Lakini pia katika ibada zako zisiwe ni zile hali ile, kwa sababu sadaka ndio inakutambulisha ukiri wako, alama yako, sura yako. Ulivyo ndivyo matoleo yako yalivyo kimsingi. Bwana asifiwe sana. Yaani inakutambulisha. Kwa hiyo lazima mambo yote yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Masuala haya ya sadaka huambatana na hali yako ya kiroho. Mungu wetu hutumia sadaka katika kuratibu masuala yake ya kiroho, na shetani hutumia pia sadaka katika kuratibu mambo yake ya kigiza. Sasa pana mashindano. Shetani anataka sadaka zitumike sana kule kuendeleza mambo ya giza. Mungu anataka aendeleze mambo ya nuru apate kutubariki. Kwani ana shida gani? Vyote vilivyojaza hapa ni vyake. Hebu soma Zaburi 24 mstari wa kwanza. Vyote vilivyoko duniani ni vyake, lakini ametafuta namna ya kwamba tumpime, tumjaribu kwa njia hii, tuone kama yeye hata tubariki kabisa, hatabadilisha maisha yetu. Zaburi 24 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ndio, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Vyote ni mali ya Bwana. Sisi ni mali ya Bwana, si ndio watumishi? Sisi sote ni mali ya Bwana, si ndio? Kitabu cha Mithali ndicho chenye mistari mingi sana ya utoaji. Kitabu cha Mithali, kama unataka katika Biblia ni kitabu gani
ambacho nikikisoma takutana na mistari mingi ya utoaji. Haya ni Mithali. Mithali kina mistari mingi sana ya utoaji, lakini neno utoaji limerudiwa mara 2350. Neno utoaji limerudiwa mara 2350. Maombi mara 500, imani mara 558. 558 imani, lakini maombi mara 500. Utoaji 2350. Mungu kakazia kweli, kakazia mno. Kwa muda wa miaka 3.5 Yesu alifundisha mambo yote muhimu kuhusu imani yetu, lakini alizungumza zaidi kuhusu utoaji na kuhusu fedha. Ukitaka kuyapata haya, ingia katika vitabu vya Injili. Katika Injili, katika mifano yake 38, ukihesabu mifano kuanzia Mathayo mpaka uingie Yohana, mifano 38, utakuta mifano 16 ilihusu utoaji au mambo ya fedha. Utoaji au mambo ya fedha. Na kila mstari mmoja kati ya mistari 10 kwenye vitabu vya Injili, Mathayo hadi Yohana, huzungumzia mali, huzungumzia fedha. Kila mistari 10 mmoja wapo ni mstari unaohusu utoaji. Sasa kama mistari jumla kuanzia Mathayo hadi Injili ya Yohana, mistari jumla iliyoko pale, mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mathayo na mistari mingapi? Halafu Marko, Luka, Yohana, jumla ya mistari iliyoko pale ni 288. Mistari ya Injili 288. Sasa ukigawa kwa 10, maana kila mistari 10, mstari mmoja unahusu jambo hili muhimu sana. Sasa unakuta kwamba ni mistari 28.8 au mistari 29 inazungumzia utoaji, mali. Kama alivyozungumza kabisa mmoja wetu, mtumishi mmoja wetu aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume, Luka, anasema katika Matendo ya Mitume 20 mstari wa 35 ya kwamba heri kutoa kuliko kupokea. Yaani anayepokea anamshukuru Mungu, lakini anayetoa anapanda tena mbegu. Yuko Kornelio ambaye alikuwa ni mtaua, hakukomea kwenye utaua. Hebu shangilie Bwana Yesu. Nikumalizie huu ujumbe, mambo makuu yanayohusu Kornelio. Kornelio alikuwa mtu mtaua, ikimaanisha ni mtu wa maadili ya kiroho, mwenye nidhamu za kimungu, mtu ambaye ni mchaji. Alikuwa na sifa ya uchaji, yeye na nyumba yake. Lakini pia katika eneo hilo, ili kusudi kuyasimenti haya, kuyaweka vizuri, alikuwa ni mtoaji wa sadaka. Hapo Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4. Pamoja na hayo alikuwa ni muombaji, na daima kila siku alimuomba Mungu kila siku, lakini alitoa pia matoleo kwa watu wengine, alitoa kwa Mungu. Hebu soma Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4. Ni mtu aliyepata maono, ni mtu ambaye alipata maono hata ya malaika kumtembelea, na hata ikabidi Petro aje akamilishe lile ambalo lilikuwa linatakiwa. Alipata uthibitisho pia wa sadaka zake. Inatakiwa uje upate uthibitisho wa yale unayoyafanya. Omba, hivi sadaka zangu zinafika? Hebu soma hapo Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4. Nitasoma. Ndio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako. Tarudia tena kusoma. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo hakikisha unachokifanya kiweze kuwa ukumbusho mbele za Mungu, sio ukumbusho mbele za watu. Weka alama kwa Mungu. Sadaka zako zizungumze, sadaka zako zikutetee, maombi yako yazungumze, maombi yako yakutetee, kuabudu kwako kuwe hai. Yaani hakikisha
sala zako na sadaka zako ziwe ukumbusho, ziwe ndio ukiri wako. Mambo matano muhimu wakati ambapo haya ni muhimu unapotoa sadaka. Moja, uwe makini kwenye sadaka unayoitoa. Andika hapa mambo matano ili sadaka zako zije ziwe na kibali. Moja, uwe makini na sadaka unayoitoa. Hapa chagua sadaka iliyogusa moyo wako na inayoweza kugusa moyo wa Mungu, alafu ujue jinsi ya kuitoa. Hebu shangilie Bwana Yesu. Ujue jinsi ya kuitoa. Usiitoe kwa manunguniko. Usitoe kwa sababu wengine wanatoa, itakuwa ni mkumbo. Usifuate mkumbo. Uwe na ufahamu, napoenda kumwabudu Mungu, naenda kumwabudu Mungu. Jipange. Mungu wetu ni Mungu wa mipango. Weka daftari lako la siri la namna ya kumwabudu Mungu. Ifiche hiyo, kwa sababu hiyo ni mali ambayo ni ya siri. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwepo. Hapo ni indicator ya moyo wako. Hapo inaonyesha moyo wako ulivyo, na vitu vilivyoingia ndani ya moyo wako ndivyo vilivyoamua hiki. Haina haja sana mtu akaifahamu. Mzee wa kanisa yeye ametutolea mfano, lakini ametutolea kwamba kama we sadaka yako ilikuwa basi shilingi 2,000, ongeza hapo. Au ilikuwa 1,000, ongeza hapo. Lakini uwe ni siri yako. Yesu amesema, ameamua, si ndio? Mshangilie Bwana Yesu. Ameamua. Anajua kiwango alichokuwa natoa. Sasa ameamua maamuzi mapya ambayo ni ya kwake. Na hata kama wakikaa na mke wake ni yeye mwenyewe, yaani wanapanga, watajua wao. Umenielewa? Lakini si mwingine. Unakwenda kama umepanga miezi mitatu kitu kibadilike, kinabadilika. Au kama ni miezi 6, au kama ni mwaka mmoja, unakwenda na ile ulioiamua. Alafu unamwambia Mungu, naomba matokeo. Unaendelea, umuone Bwana. Halafu ukishafika labda mwanzo wa mwaka utabadilisha hapo, au wakati wa matukio mbalimbali, unaona Mungu anaweza kazungumza na wewe. Kuanzia sasa tembea mwendo mpya, anza mwanzo mpya. Hata katika utoaji wako, hata katika maombi yako, unaamua kujipanga. Unavyoamua kujipanga, unampa Mungu deni. Yaani mwanangu, umeamua kujipanga hivi, sasa utakuwa unapata Mungu, wewe mimi natoa kwa imani, utanibariki. Na ndio maana nataka kwenye kazi zangu nibariki, kwa sababu mimi nakutolea kiasi hiki, nitakipataje? Labda kama mtu mwingine unaweza kukuta kwamba yeye ni mfanyakazi, ana uhakika kidogo, ana uhakika. Lakini mtu mwingine sasa, kuna kazi binafsi, kuna nini, unamuomba Mungu hata we mfanyakazi. Umenielewa? Kwa sababu hicho kitu ndio kitakufanya upande juu. Useme kwa ujasiri, uonyeshe kwamba umempenda Mungu vipi, una nguvu gani. Licha ya mambo mengine, acha, leave alone zaka, tithe, leave alone vitu vingine. Sadaka ya ibada yako, nguvu ya ibada yako inayokwenda kwa Mungu. Kwa mfano kama leo tayari imeshavunwa, hii imesharekodiwa na malaika, wamesharekodi ibada zetu. Tulikuwa tunazungumza, tulikuwa tunamsifuje, tunamwabuduje, na tumetoa vipi, amesharekodi. Thawabu ipo, ametutunzia huko. Lakini
kwa kuwa tumepanda pia mbegu, atatubariki kulingana na jinsi tulivyotoa. Shangilie Bwana Yesu. Kwa nini magonjwa yasipishe? Kwa nini vitu visipishe? Kwa nini vitu mbalimbali visipishe? Mtu ambaye anaye maabudu Mungu, anayempenda Mungu, asikomeshe ibada yake isipotee, lakini anapenda awepo pale na aikamilishe. Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia ya kuja kumwabudu. Na hata kama umesafiri, atakuonyesha mahali gani ukaabudu. Moja, uwe makini na sadaka unayoitoa na ujue jinsi ya kuitoa. Namba 2, vitu ambavyo ni makini. Kimaliza namba 5, mimi nitakuwa nimemaliza kwa siku ya leo, so ni somo refu kubwa. Namba 2, mtoaji sadaka. Wewe unayetoa sadaka, hakikisha una tabia za kiungu. Mtoaji mwenyewe, kwa sababu hii kanuni ilimshinda nani? Kaini ilimshinda. Kaini na Habili ni watoto wa kwanza wa Adamu na hao kuzaliwa, na ndio watu wa kwanza kunenwa juu ya katika Biblia juu ya utoaji. Tukio lao la utoaji linatudokezea siri kuu ya mafanikio katika maisha yetu. Na pia hatujui ni kwa nini mtu huweza kukosa baraka na mafanikio katika maisha yake. Kama kweli atarandana na kanuni ambazo za kimungu, atafanikiwa. Lakini Kaini alitoa pasipo ukamilifu wa moyo. Tabia ya ukamilifu wa moyo. Moyo haujakamilika katika kitu anachokifanya. Anafanya ili mradi anafanya. Lakini walifundishwa hawa, Mungu alifundisha wazazi wao, wazazi wakawafundisha watoto. Yeye hakushika hata kama alikuwa mkulima, na kinachotakiwa ni cha kumwaga damu ili damu ifunike. Kwa nini asichukue hayo mazao akabadilishana na mifugo halafu damu imwagike? Lakini alitoa pasipo ukamilifu wa moyo. Hakufuata mapenzi ya Mungu wala utaratibu wa mipango ya Mungu. Hakutoa kwa imani, hakutoa kwa utii, hakutoa kwa haki. Sasa huyu ni Kaini. Alikuwa ni mtu mwovu. Ukiangalia waraka wa kwanza wa Yohana 3:12, amekuwa mwovu mpaka anaitwa ni waibilisi. Ameitwa waibilisi. Anafuata nyendo za ibilisi. Ibilisi alivyomwasi, na huyu anaasi katika eneo la utoaji. Kaini hakupata kibali, wala sadaka zake hazikupata kibali. Kaini alijaa kiburi. Anaulizwa, ndugu yako yuko wapi? Umeniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu. Hivi ndivyo unavyoweza kumjibu baba yako Mungu? Umeniweka kuwa mlinzi wa baba yangu, nani wa ndugu yangu? Dhambi inakuotea hapo, lakini yakupasa uishinde. Sijali hata kidhambi hicho, yani hajasema tu hicho, lakini jamani, kama limekasirika, eti limekasirika, anaambiwa dhambi inakuotea, inakuvizia, inatakiwa uishinde. Je, ukifanya kitu, je, hutapata kibali kama Mungu alivyosema? Vibali ni kama mtu anasema, vibali vya nini? Wenye vibali wakage huko, vibali vya nini? Halafu kama ni dhambi inanivizia, chochote kile kitakachonipata, Allah. Unajua hata Mungu ni wa huruma tu, kumwekea alama. Alikuwa afe. Sasa wewe utakuwa ni adui, kila utakapokuona watakushambulia. Sasa Mungu, mbona hiyo dhambi adhabu hiyo imenikulia? Yaani angekuwa ni mwanadamu, sema wewe umenijibuje? Kama mimi, kwa jina la Yesu ushindwe. Ndilo hilo la ajabu. Basi haya, nimshangilie Bwana Yesu. Bwana, yaani wewe ambaye unayefanya hicho kitu, uwe vizuri mbele za Mungu. Usiachilie kitu wakati wewe hujawa vizuri. Sehemu zingine anasema hivi katika Mathayo sura ya 5, anasema hivi: kama umekwazana na mtu alafu ghafla umefika ibadani,
umekwazana na mtu, si ndio afu ghafla umefika ibadani, wazee wa kanisa waandae kikapu, uweke sadaka yako hapo, alafu ukishaiweka hapo ikae hapo, afu uondoke ukamtafute yule kwazana naye, utengeneze, alafu urudi, ndipo uitoe, wakupe, alafu ndio uitoe, alafu ndio wakuombee. Kazi hiyo tutakuwa tuna vikapu vya makwazo sisi. Si tuwe na vikapu vya makwazo. Mwenzangu, kama umekwazana na mtu unataka kuja kuabudu, sawazisha mambo ya makwazo. Kama umekumbuka ukiwa huko, Mungu naomba naenda ibadani kwako, Mungu, ili ibada yangu isiharibiki. Baba mtakatifu, katika kwazo hili naomba niondoe. Kama ni jambo la kuzungumza, umwambie tu Mungu kwamba nitamtafuta, tutazungumza. Sikumpata katika siku ambazo zilizokuwepo hizo, lakini sasa imeshanikuta ibada na ninatakiwa niwahi. Kwa hiyo sasa unamwambia Mungu, umefika hapa ndio unakumbuka, hukukumbuka huko, hapo unatubu mbele za Mungu na kumwambia Mungu, niko tayari kusamehe. Kuna mambo mengine ambayo ni ya mpaka tuzungumze, si ndio? Lakini niko tayari kutengeneza. Halafu baada ya hapo nitaenda kumtafuta. Wewe uje hapa tukutafutie kikapu cha makwazo, sadaka ya vikapu vya makwazo, alafu bado tunakusubiri tu mtu ambaye ametafuta huko, na huyo mtu ambaye yuko huko atakuwa na kusubiri tu, upo hapo, alafu sisi tutaendelea na ibada yetu bwana. Yaani anasema hivi, yaani hilo ni jambo ambalo ni zito sana kulifanya. Kwa hiyo ni afadhali utengeneze huko, jiandae kabla hujaja kanisani, andaa ibada yako, kisha njoo. Kama kuna jambo lingine ukumelisahau, Roho wa Mungu amekukumbusha hapo ulipokumbushwa, hapo mwambie Mungu, nimelikumbuka jambo hili hapa, naomba unisaidie, niko tayari kulitengeneza, lakini ibada yangu Mungu uihesabu, nitoe vizuri. Bwana uihesabu hii sadaka, inene mbele zako, ifanye kazi, iwe ni alama yangu. Tunatoa mradi unatoa tu. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Nimefika namba ngapi? Namba 2, namba 3. Madhabahu. Hakikisha pale unapotoa, pale unapoabudia, unaiombea pia madhabahu, unajiattach na ile madhabahu. Lazima uungane naye, lazima ukubali Mungu wa pale. Kama unafanya mradi unafanya, itakuwa ni bure. Wewe umeokoka, fuata madhabahu zilizookoka. Imekukuta safari mahali, abudu kwenye kanisa kutokana na hali ya imani yako. Si unaingia mradi unaingia. Kiingia kwenye maibada ya chumvi, keki ya upako, matunda ya upako, nyasi za upako. Yaani mtu mnakula nyasi, mnashindana kula nyasi eti kwa sababu Mungu hakuanza na nyama. Wanyama walianza kufa baada ya Adamu kukosea, lakini matunda na majani hayo yalibarikiwa toka mwanzo. Kwa hiyo nyasi zinaandaliwa hapo, kila mmoja aende akale. Yaani mnaachiliwa kama hapa ukale nyasi. Sasa system iliyoko kwa mwanadamu na mambo ya nyasi, hizo system ya nyasi ni ya ng'ombe na wanyama wengine wanaokula nyasi. Sisi system ya chakula ni tofauti kabisa. Lipepo tu, nguvu za giza tu linawaweka hapo, halafu mnajazwa maroho ya ajabu. Afrika Kusini kule, ukiingia kwenye mtandao, watu wako nakula nyasi, wale wanakula vitu vingi.
Keki ya upako inasema wapi? Mkate, neno la Bwana, chakula kitokaye katika kinywa cha Bwana, neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, Mungu anaweza kutumia njia yoyote, hata kama kitema mate. Yesu akatema mate halafu akampaka, halafu akampa imani, tembea mpaka kisima kile. Haya, hii ilikuwa ni kupima imani. Mungu anaweza kutumia kivuli, it is okay. Hata kama ni leso ya Paulo akatumia kivuli cha Petro kikaponya ugonjwa. Sasa anaombea kivuli chake, anaombea nguo zinawekwa wakfu kwa Bwana. Kama pindo tu la Yesu, anagusa tu vazi tayari, enkachifu tu ya Paulo inafanya, anafutia jasho, lakini imeombewa, ina upako wake. Mnanielewa? Lakini ombea mavazi yako, ombea sura yako, ombea namna ulivyo, iwe ni silaha, iwe ni injili kamili. Bwana asifiwe sana. Na chochote unachokifanya, Dorcas aliokolewa na matendo mema, nguo alizowashonea wajane na yatima. Wewe ni nani hasa kwenye eneo mbele za Mungu? Na unachokifanya ni nini? Tendo lako ni lipi? Imani yako ni imani gani? Maombi yako ni maombi gani? Tusimame na Mungu. Mungu atazidi kuwa pamoja nasi. Nasema vitu vya muhimu. Moja, nimesema sadaka inayotolewa na jinsi inavyotolewa. Alafu mtoaji mwenyewe wa sadaka lazima uwe na tabia za kiungu. Namba 3, madhabahu unayoitolea. Uwezi ukatoa kwenye miungu tu. Wewe umeshatoka kwenye mambo ya miungu, umeokoka. Haya, namba 4, kuhani anayesimama madhabahuni lazima vitu hivi umwombee na awe amenyoka na yeye. Umenielewa? Haya, namba 5, Mungu anayeipokea sadaka yako. Na Mungu anapitia hawa wote. Mungu anayeipokea sadaka yako lazima mjue. Kama na historia ya kufa Mungu wetu, hakuna kaburi la Mungu Baba. Umeshawahi kuliona kaburi la Mungu Baba hata kama linaelezwa popote? Kuna kaburi la Mungu Baba duniani. Kuna kaburi la Mungu Baba duniani, jibuni. Ukijibu amen, unajibu kinyonge. Haya, kuna kaburi la Mungu Baba. Haya, shangilie Bwana Yesu. Kaburi la Yesu lilipo, lakini liko wazi, alifufuka. Shangilieni Bwana Yesu. Kaburi la Roho Mtakatifu halipo. Sasa kwa jina la Yesu washindwe hapo. Mungu unayemwabudu, ukimpata Mungu huyo mahali ambapo panaposisitizwa utakatifu na panakemewa dhambi, hapo simama, hapo fanya vitu vyako, hapo mwabudu Mungu, hapo enzi, hapo ombea madhabahu, ombea mtumishi wa Bwana, ombea viongozi wanaozunguka, ombea washirika wenzako, jiombeeni, ombea familia na mambo mengine, lakini injini yako ni hapo. Baada ya hayo nimemaliza. Tusimame. Tusimame watumishi wa Bwana. Leo tumejifunza kanuni. Unaweza ukaziona ni kama za kawaida, lakini kama ungekuwa na tape recorder au ukafuatilia hao watu ambao wanaofanya, au kaingia kwenye mtandao ukajaribu kuangalia, ukawa unasikiliza, itakusaidia, itakuhuisha, itakufanya usogee, usikilize jumbe kama hizi mara 2 mara 3. Nafuatilia pia watumishi wa Mungu hata kwenye mtandao walionyooka, ambao wanaweza kukupa neno ambalo linaweza likakusaidia, likakuisha katika safari yako. Usisikilize tu mradi mahubiri. Yaani hakikisha mitandao isikuchanganye, maana siku za mwisho maarifa yataongezeka. Sawa?
maarifa yatafanyaje? Yataongezeka. Lakini simu uokoke na simu iokoke. Haya, mwambie mwenzako uokoke na simu ulionayo iokoke. Isikupoteze. Mali ulizonazo nazo ziokoke. Usiache ukwato wala watoto au vijana au mtu yeyote, yani vyote ingia navyo kwa Mungu. Tumikie navyo Mungu. Mkumbuke Mungu. Mungu umkumbushe juu ya uzao wako, maisha yako na mambo yako ya mbele. Wewe umkumbushe juu ya ndugu zako. Wewe ni kama Yusufu ambaye ametangulia, halafu ndugu zako wataletwa, watakuja tu, na wewe utakuwa baraka, utasaidia vitu mbalimbali. Wewe ni kama Esther, ukaokoa taifa la Israeli. Yani lazima wewe uliyeingia unakuwa balozi wa familia yako, ukoo wako, taifa lako. Si wewe peke yako, lakini wewe pamoja na wao watu. Mradi Mungu amekupata na wewe umempata Mungu, Mungu amekupata na wewe umempata Mungu, mnakwenda sare. Ainue vitu ambavyo havijawahi kuinuka katika ukoo wako, vithibitisha ya kwamba unaye Mungu ambaye ni wa tofauti. Usije kanisani kama unakuja kanisani tu, unakuja kwa malengo naenda kumwabudu Mungu. Neno utakalolipata hata kama ni moja, mawili, matatu, yazungukie kila wakati, yasome kila wakati, na jijenge hapo, na iwe ni siri yako ya maisha yako kutokana na maamuzi ambayo umeamua. Halafu baada ya muda tunakuja tunakuambia, hebu tushuhudie ushuhuda mkubwa ambao umekufikisha mpaka hapa. Utaona ya kwamba tutajifunza kitu katika maisha yetu. Niseme nisiseme, hakuna mtu atakaye kufanyia mambo yako ya kipekee, ya uniqueness, ya kipekee, yaliyo yako, aliyoyapanga Mungu. Kuna mambo ambayo tunaweza tukasaidiana, lakini kuna mambo yanakutaka wewe mwenyewe ufanye, ili mlango ufunguke kwenye maisha yako, mlango ufunguke kwenye ukoo wako, mlango ufunguke kwenye familia yako, mlango ufunguke kwenye ndoa yako, mlango ufunguke katika miradi yako na huduma zako. Hakuna mtu mbadala, ni wewe. Kuna eneo la wewe. Umenielewa mtumishi? Kuna eneo la wewe peke yako na Mungu. Mwambie Mungu, niko hapa na mimi niko hai, na mimi umenitia nguvu. Hakuna lisiyowezekana, isipokuwa yote yanawezekana kwake yeye amini. Tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Hebu tuende mbele za Mungu. Naomba ujiombee. Ombea matoleo yako leo. Ombea tu, na najua na mimi naombea. Ombea ulichokifanya. Hebu jaribu kufikiri mwaka huu, siku 179. Siku 179 umeishi kwa neema ya Mungu. Mungu amekuwezesha. Umepata vitu vingi. Hela nyingi zimepita mikononi mwako, mali nyingi, lakini dhoruba nyingi zimepishwa. Hata kama ulipitishwa kwenye kuugua kidogo, lakini Bwana alikutegemeza kuliko wengine, umepoteza mpaka maisha. Siku 179 hizo hapo. Wiki mbele za Mungu, wiki 26. Leo tunamalizia wiki ya 26 ya mwaka. Katika wiki 52, leo ndio mwisho wa wiki ya 26. Kuanzia kesho wiki ya 27 tunaianzisha, lakini zitakuwepo siku 186 kuanzia kesho. Ukimaliza kesho zinabakia 185, ambapo kama umefanya vizuri na umemtambua Mungu na ukaamua kwamba uanze upya, 186 ukaamua katika siku 186 ziwe double anointing, double blessing, double, ziwe baraka mara mbili ya siku 179. Mimi nakwambia utamaliza mwaka huu
ukiwa kwa viwango vikubwa na mtembeo wako. Bwana asifiwe. Hata hivyo Mungu ni mwaminifu. Hata tuwezi kufanya siku moja ikawepo, si ndio watumishi? 179 sio siku chache. Miezi 6 inakwenda kupita, tunaingia mwezi wa 7 na kuendelea. Karibu. Tunyoshe mikono yetu. Achilia moyo wako, moyo wako, moyo wako, fungua ndani. Yes. Pamoja nami. Asante Mwokozi kwa ajili ya neno lako kuhusu nguvu ya sadaka, nguvu ya kujitoa katika jina la Yesu. Yesu, wewe ni sadaka kamili ambayo imenikomboa pale msalabani na kunifanyia njia ya wokovu, njia ya baraka, njia ya ulinzi kwa nguvu za Mungu. Katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana, najiweka wakfu leo kwa ajili ya maneno yako ya uzima. Katika jina la Yesu Kristo naomba Bwana unitakase. Takasa maisha yangu, takasa mwenendo wangu, takasa upendo wangu, takasa imani yangu, takasa huduma yangu, takasa utumishi, takasa familia, takasa nyumba yangu, takasa ukoo wangu, takasa kabila, takasa taifa langu, takasa jamii yangu, takasa mikono yangu. Kila ninachokigusa kikabarikiwe. Baba mtakatifu, ninakuja mbele zako, moyo wangu utakase, utenge, uwe maalum kwa kazi maalum, nikutumikie sawa sawa na neno lako. Wewe ni Mungu uliyetuita tukusanyike, watu ambao Mungu, ambao Bwana umepatana nao, umeweka maagano nao kupitia dhabihu ya Yesu msalabani. Katika agano jipya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naomba unibariki, naomba unibariki, naomba ubariki maisha yangu, mwenendo wangu, bariki kila kitu, chanzo
chanzo cha mapato yangu na matoleo yangu kwa jina la Yesu. Niko kinyume cha roho zote za adui, roho zote za ufukara, roho zote za umaskini, roho zote za chuma ulete, roho zote za kutoka kuzimu, malango ya kuzimu kwa jina la Yesu yameshindwa. Roho ya Bwana tawala Bwana, niongoze Bwana, niatamie Bwana kwa jina la Yesu. Roho za ufukara, roho za umaskini, roho za mikasa, roho za mauti, roho za magonjwa ninaziapisha. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka usisimame mbele yangu. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuapisha. Toka kwa jina la Yesu Kristo mbele ya watoto wangu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwenye elimu yao. Toka katika kila kitu cha maisha yao. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kamba zote, nira zote, toka. Vunja maroho yote ambayo yanayofuatilia maisha katika jina la Yesu Kristo. Mikasa na balaa na laana kwa jina la Yesu Kristo yafute yote. Futa majina yao. Angusha nguzo zake. Nasema pambana hapo. Bwana anakujua sasa hivi ungekuwa viwango vingine, lakini adui alikuwa amejaribu sana kushindana na baraka zako, kushindana na wewe mwenyewe, lakini hawezi. Kupitia jina la Yesu, jina lililopita majina yote, kwa jina la Yesu Kristo ninakuapisha. Piga, pambana, piga kabisa, piga roho ya magonjwa, pambana. Kuna wakati wa kuombewa, lakini kuna wakati wa kupambana kwa jina la Yesu Kristo. Toka roho ya giza, toka roho ya kuzimu, toka kwa jina la Yesu Kristo kwenye baraka ya maisha yake. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kuapisha leo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Aya, nenda. Pambana. Jina la Yesu. Toka adui. Usimfuatilie tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Wala usimrudishe nyuma. Bali Bwana songa naye. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho zote za adui toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka misingi yote ya adui. Toka roho ya kuzimu. Toka roho ya giza. Pambana. Maombi kwa muda mfupi. Pambana. Omba. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila ngome zote za adui toka kwa picha. Toka kila malengo yote ya adui. Toka kwa binti huyu. Toka ngome zote za yule adui. Toka sambaratika. Toka mangome ya ukoo. Toka nguvu zote za kiukoo. Toka adui kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu utasimama. Kwa jina la Yesu huwezi. Wewe moto. Toka kwa jina la Yesu. Funguka uwe mzima. Funguka kwa jina la Yesu. Toka maroho yote ya adui. Toka misingi yote ya kuzimu. Toka sambaratika. Wewe unayemuonea ndio wewe. Aya, shambulia hapo. Uwe katika Bwana kwa jina la Yesu. Saa ya Bwana moto. Bwana achilie baraka zako.
Yule adui aachilie baraka zako. Naagiza moto, moto, moto uchekelee mbali laana zote za yule adui. Toka ndani, toka ndani. Omba, 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 omba. Bwana leo akuinue, Bwana akuinue, akufungukie leo katika jina la Yesu Kristo. Laana za kila namna Bwana. Yesu, 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 Yesu aliye hai. Haya, tembea, 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 tembea. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana kukumbuke zamu hii. Bwana aweze kuonekana. Bwana thibitike. Bwana thibitike unaposimama. Unasimama pamoja naye. Ukinyosha kidole chako au amenyosha Bwana, uwe pamoja na Mungu aliye hai. Bwana 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 kukumbuke. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke kwa jina la Yesu. 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 Nenda pale mbele. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio. Haya. 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 Moto. Ndio. 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 Yes, akukumbuke. Yes, akukumbuke. Yesu akufanyie makuu katika jina la Yesu. Omba, 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 usiangalie. Omba. 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 Ninulie Mungu sifa zako. Omba kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Bwana kutembelee. Bwana kutembelee. Pokea uweza. Pokea nguvu. Pokea neema kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Kila miungu iliyokusanyika kwa ajili yao ikanyamaza kimya kwa damu ya Yesu. Kila silaha iliyoandaliwa kwa ajili yao ikapasuke kwa damu ya Yesu. Sikiliza wewe mapepo uliyeshika sadaka zao. Haya, Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya, omba, 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 omba. Omba, omba tumalizie. Omba tumalizie. Yes. Yes. Iliyoshika sadaka zao ikaachilie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pambana, 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 pambana. Wewe usiangalie mambo ya mwingine. Angalia mambo yako. Jiweke vizuri. Kama unasoma, uendelee kusoma mpaka washangae.